Klabu ya Singida imetoa taarifa rasmi ya kuachana na mlinzi wake wa pembeni Nixon Kibabage, na imeeleza wazi kwamba imemtoa pasipo kuchukua kiasi chochote kile cha pesa kutoka katika klabu ya Simba Sports Club. Fungameza hii scenario ambayo inaendelea hivi karibuni katika kikosi cha Singida kuachana na nyota wake. Tulishuhudia pale awali So alienda kujiunga na Simba, lakini pia tukashuhudia upande wa pili wa Young Africans wakinufaika pia na Mohamed Damaro. Hii hali inavyozidi kuendelea, ina faida yoyote kwa hivi vilabu ambavyo wanapatiwa wachezaji hawa kwa bure, ama Singida wanazidi kuumia? Obvious Singida wanazidi kuumia kwa sababu ukiangalia numbers kubwa wachezaji ambao wamekuwa wakitoka ndani ya Singida ni wale wachezaji ambao wamekuwa na msaada mkubwa kwenye kikosi cha Singida Black Star. Mfano msimu uliomalizika, kwa maana katika dirisha kubwa unaona Simba alipewa Jonathan Soa ambaye kimsingi alijiunga katikati ya msimu na alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walifunga magoli mengi sana katika nusu msimu. Ukiacha hivyo, Young Africans wao wakapewa mlinzi wa kati ambaye alikuwa na kiwango bora kabisa kwa maana ya Frank Yassink. Utagundua kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao alikuwa angewasaidia kwa kiasi kikubwa sana Singida. Ukiacha hivyo, ukirudi nyuma Young Africans walifaidika na kina Nixon Kibabage, lakini Simba pia walifaidika na kina Yusuf Kagoma. Hivi karibuni tunaona Young Africans wamempata Damaro, Simba wameenda kumchukua tena Nixon Kibabage. So kwa Singida kwangu mimi naweza kaitems kwamba sio kitu kizuri, kwa sababu kama timu ambayo inajaribu kujitengeneza na kujaribu kwenda kuwa shindani baadaye, kama itakuwa na numbers kubwa wachezaji wenye ubora mkubwa na kuwa wanaotoa, obvious wanakwenda kutengeneza changamoto kubwa kwenye kikosi chao, kwa sababu ule ushindani ambao wanatamani kutoa hauto kwa hivyo, kwa sababu wale wachezaji ambao wanaonekana kuwa na kiwango kizuri, wanaonekana kwamba ni wachezaji ambao wanasaidia taasisi, wanaonekana kuchukua na vilabu vikubwa. Na hubaya zaidi, kitu ambacho watu wengi kimekuwa kikwaumiza ni namna ambavyo hao wachezaji wamekuwa kitolewa. Yani hakuna kiashiria chochote ambacho kinaonyesha kwamba Singida wanapata faida yoyote. Kwa sababu gani? Ukiangalia Jonathan Soa alitolewa bure bila malipo yoyote. Is it? Unakuja tena makubaliano ya viongozi wawili, lakini nakuja kwa Nixon Kibabage, barua ipo clear kabisa, nazungumza kwamba wamemtoa kumpeleka Simba Sports pasipokuwa na kiasi chochote cha fedha ambacho wao wamefanyaje, wamekipata, wamemtoa bure. Sasa tunapozungumzia mchezo wa football, ni mchezo wasema kuuza na kufanyaje na kununua. Sasa Singida wao sijajua wao wana apply principle ipi, lakini kwangu mimi nadhani ni miongoni mwa vitu ambavyo vinakwenda kuwaumiza Singida. Alafu sasa ubaya upo kwamba Singida inashiriki michuano ya kimataifa, kombe la shirikisho barani Afrika, na hawako katika nafasi nzuri kwamba labda na kikosi hicho ambacho hata akitoka huyu hakuna impact yote ambayo kwenye kikosi itakwenda kuzaliwa. Lakini ukiangalia wanashiriki michuano ya kimataifa na wana matokeo mazuri katika hiyo kombe la shirikisho. So unapofanya mambo kama hayo, dhahiri shairi inatengeneza changamoto kubwa. Na hata hivyo ukiangalia Singida pia wapo katika rungu la kufungiwa kuto kufanya usajili. Sasa utajiuliza kwamba umepigwa banning ya kuto kufanya usajili, alafu bado unawaachia wachezaji wako kwa kiasi kikubwa. Sijajua wana lengo gani ya. Yeye mwenyewe Nixon Kibabage ameaga rasmi katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram, akiwaaga wachezaji wenzake pamoja na timu kwa ujumla, lakini mijadala imekuwa mikubwa mara baada ya kutoka taarifa hiyo. Mashabiki na wapenzi wa Simba wanasema kwamba hakuna uhitaji wa Kibabage katika kikosi cha Simba. Yuko pale Anthony Mligo ambaye pengine uchezaji wake wanaona unafaa zaidi, hawezi kufikia asilimia ambacho alikuwa anakifanya Mohamed Hussein. Lakini wanasema Kibabage kwamba kuja pale sawa kwamba unajaza tu idadi ya wachezaji wengi, lakini hakuna namba yake ambayo moja kwa moja pengine katika kikosi cha Simba kama anaweza kupata. Unakubaliana na hiki ambacho ninachokisema? Lakini pia kwa uchambuzi na ulivyokuwa unamfuatilia Kibabage, ni mchezaji wa namna gani, na kama kweli Simba wanamhitaji Kibabage kwa wakati huu? Kwa mimi nadhani hata mimi nilishangaa kuona usajili wa Nixon Kibabage kwenda kwenye kikosi cha Simba, kwa sababu tayari wana bwana mdogo Mligo. Nitamani kuona anaza quality ambayo kimsingi ingekuja kutofautisha kati ya Mligo na mchezaji ambaye atakwenda kusajiliwa kwa mara labda mchezaji kwenye international levels. Nilitamani kuona hivyo, na malengo na akili yangu ilikuwa inaamini kwamba Simba katika dirisha hili la usajili huenda wakaenda kutafuta mtu ambaye
mwenye ubora mkubwa zaidi ambaye kimsingi atakwenda kuisaidia Simba katika safu ya ulinzi, hususan katika upande ule wa kushoto. Lakini unapokwenda kumchukua Nixon Kibabage, lakini pia una Mligo, inamaanisha hawa ni wachezaji wawili ambao wapo katika level moja. Kwa maana hakuna kitu kipi ambacho umekwenda kukiongeza. Kama kweli walikuwa wanahitaji kutafuta mlinzi wa kushoto ambaye atakwenda kumchallenge vizuri Mligo, walipaswa sasa kwenda kutafuta mtu kweli ambaye kimsingi angekuja kusaidia timu moja kwa moja. Lakini kwangu mimi wameenda kumchukua Kibabage. Of course ni mchezaji mzuri, ni talent, ni mchezaji ambaye amepita katika makuzi mazuri ya soka, kwa maana ameanza kucheza timu za vijana, amecheza ndani ya Young Africans kwa muda Singida, lakini ni mchezaji ambaye ni mchezaji ambaye Difal Jadidi. Kwa hiyo kuna mchezaji ambaye ana profile kubwa, ni mchezaji mkubwa, lakini kwangu mimi nadhani Simba walihitaji quality zaidi ya Nixon Kibabage katika eneo hilo la kiungo. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani ni usajili ambao kwa taarifa lakini nilizokuwa nazo kwamba mwalimu yeye ndo amependekeza kwa sababu hamuhitaji Mligo. Sasa sijajua shida ni nini, lakini hivyo mwalimu yeye ameonekana kutokuridhishwa na kiwango cha Mligo, kwa maana ndo maana akamuhitaji Nixon Kibabage. Lakini kwangu mimi haukuwa usajili wa lazima kwa Simba. Simba walipaswa sasa kuvunja benki na kwenda kuchukua mashine kweli ambayo itakuja kukaa katika hilo eneo. Ni wazi kwamba kusema Simba katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili wanasajili wachezaji kwa kukurupuka na sio mahitaji sahihi ya timu. Nadhani Simba bana mahitaji mengi, kwa sababu Simba kwenye kila eneo ana changamoto. Yaani leo hii kila usajili ambao utakofanywa Simba ni usajili ambao ulistahili kufanyika, kwa sababu kuna kitu anatamani kibadilike. Kwa sababu ni timu ambayo bado tunaweza kusema kwamba ipo katika phase ya kuendelea kujijenga. Kwa hiyo leo utamleta huyu atakuwa oneshi, utaleta yule atakuwa oneshi, utaleta yule atakuwa oneshi. Shida inakuja, je, wanaoletwa wana quality? Hilo ndo la msingi, swala la msingi la kujiuliza. Shida sio Simba kusajili. Unasajili mchezaji ana quality. Mfano Simba anamwacha Jean Charles wa, si ndio? Je, wewe mchezaji ambaye utakuja kumleta atafikia quality ambayo alikuwa nayo Jean Charles? Si ndio? Simba wanamtoa Dese Mukwala. Je, huyo mchezaji ambaye utakamleta hatakuwa na kiwango kuzidi Dese Mukwala? Kwa sababu lengo la kumtoa mtu, ulete mtu, inamaanisha kwamba unatoa afadhali unaleta hatari. Izite? Kwa maana unatoa kwenye level hii unasogea katika level nyingine. Hili klabu unasema performance yake izidi kufanyaje? Kuongezeka. Sasa swali la kujiuliza, Simba sio kusajili, wanasajili quality. Hilo ndo swali la msingi. Kwa hiyo mimi swala la kusajili sina mashaka nalo. Simba anasajili katika madirisha yote ambayo tumepita hivi. Karibu nikiangalia msimu uliomalizika walisajili, msimu uliomalizika tena walisajili. Kwa Simba ninasajili, lakini shida yangu wanasajili quality ambayo inakwenda kusaidia timu. Hilo ndo la msingi. Ukisajili mchezaji wa kawaida, yes ni usajili, lakini bado hawezi kuitoa timu kwenye sehemu moja kuipeleka kwenye sehemu nyingine. Ukiangalia Simba sasa hivi ana misimu mitatu, hawana kombe lolote. Sio ngao ya jamii, sio FA, sio ligi kuu. Ligi sasa hivi msimu wa 4. Is it? Kwa hiyo kutoa kwamba ni timu ambayo kama inaamua kufanya usajili, hawapaswi kufanya usajili wa kubahatisha, kwa sababu wao uhitaji wao ni mkubwa kuliko klabu yoyote. Sisi tumeelewana. Azam tunaijua, Azam ni timu, lakini sio sema hauwezi kuipa asilimia kubwa kwenye kutoa ubingwa, lakini mshindani wake wa karibu ni Young Africans. Ili sasa wewe uweze kumpiku Young Africans, kama Young Africans ana Pacome, inapaswa ukatafute zaidi ya Pacome. Sisi tumeelewana, kwa sababu Young Africans na Diarra lazima ukatafute mtu bora zaidi ya nani? Ya Diarra, ili wewe utoke pale kwenye stage moja uende ukaa juu yake Young Africans. Sio, umeelewa kidogo? Ndio usajili wa design kama Simba. Usajili wake haupaswi kuwa wa kuungaunga. Yaani Simba usajili wake unapaswa viongozi wakae, wafanye analysis ya kutosha, wakishirikiana na benchi la ufundi, wakatafute wachezaji wenye ubora mkubwa ambao watakwenda kuisaidia timu kuitoa katika sehemu moja kuipeleka kwenye sehemu nyingine, na sio kusajili, kwa sababu kusajili hakutoisaidia timu. Mwisho wa siku mnasajili wachezaji wafanye vizuri, msimu unaofuata mnasajili tena wachezaji wafanye vizuri, mnaendelea kuwa maskini wa kupata makombe. So kwa hiyo mimi nadhani kusajili sio tatizo. Je, wanasajili quality? Watu wanatamani kuona quality na sio kuona usajili. Wanatamani kuona usajili zenye tija kwenye taasisi. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.